Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mengi sana. Nataka niwaambie, amenihakikishia na kuwaambia kuwa yuko tayari kuendelea kufanya mambo mengi zaidi. Wakati huu anapopita nchini kote kuomba ridhaa, anajitahidi kueleza umma kwamba pia na ndugu zetu wenye ulemavu ataendelea kuwahudumia. Na mimi nikiwa hapa mbele yenu na nyie mkiwa viongozi wa vyama mbalimbali vya wenye ulemavu, wadau wa sekta za umma na binafsi, niwahakikishie kuwa Mheshimiwa Rais ataweza kuendeleza huduma zaidi kwa watu wetu wenye ulemavu. Niwaombe sasa Watanzania wote tuendelee kumuunga mkono. Ana nia ya dhati, ana dhamira ya kuitaka sekta hii iweze kuwa na ustawi mzuri na kila mwenye ulemavu aone kama ndaiko ndani ya nchi na afanye mambo yake kwa uhuru mkubwa kama ambavyo sasa tunashuhudia. Mheshimiwa Rais amenituma niwaishe kwamba anawapenda sana, na tuzo hii imempa nguvu kubwa ya kuendelea kutekeleza dhamira yake ya dhati kabisa katika kuimarisha ustawi wa watu wenye ulemavu hapa nchini, hususani kwenye maeneo ya elimu, afya, miundombinu wezeshi mbalimbali, masuala ya ajira, haki, pamoja na ushiriki wenu kwenye nafasi mbalimbali za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Ndugu viongozi wa vyama mbalimbali vya walemavu Tanzania, serikali katika kutekeleza dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuinua ustawi wa watu wenye ulemavu imeendelea kutekeleza mipango, mikakati na afua mbalimbali ambazo zinawahusu watu wenye ulemavu. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya utoaji huduma na kuimarisha fursa za upatikanaji wa huduma za kwa jamii ya watu wenye ulemavu. Serikali imeendelea kuweka mfumo wa utoaji huduma kwa watu wenye ulemavu kwa kufufua mfuko wa taifa wa watu wenye ulemavu. Mfuko huu ulianzishwa mwaka 2010, lakini kwa kipindi chote hicho haukuwahi kufanya kazi hadi mwaka 2022 serikali ya awamu ya 6 ilipofufua tena kwa kutenga fedha. Tayari serikali imeshatenga bilioni 2.1 na hivyo kuwezesha mfuko huo pamoja na mambo mengine kutoa ruzuku inayofikia shilingi milioni 408 kwa miaka miwili mfululizo kwa vyama vya watu wenye ulemavu na shirikisho la CHIVIWAWATA. Serikali inaendelea kuimarisha mazingira ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya kujifunzia na kufundishia kwa kutoa shilingi bilioni 8 kwa ajili ya ununuzi wa vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika halmashauri zote kwa malengo ya kuwafikia wanafunzi wetu walioko shule za msingi mpaka sekondari. Vifaa hivyo ni kwa ajili ya vifaa vya wanafunzi wenye ulemavu wa kutoona na uona hafifu, viziwi, albino na wenye ulemavu wa viungo, vifaa vya kufundishia pamoja na vya michezo. Vyote hivi vimeshapelekwa kwenye halmashauri. Serikali kupitia mikopo inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri ipatayo bilioni 16.4 ambayo ni 2% inayotengwa na watu wenye ulemavu kwa vikundi na mtu mmoja mmoja kwa walemavu. Hapa tunataka kumwezesha mlemavu kujikwamua kiuchumi na kuhakikisha kuwa kila panapokusanywa fedha hii na kutangazwa, walemavu wapate fursa na wao.